karibu sana ndugu zetu, wageni wetu na kila mmoja aliyefika kwa ibada hii ya asubuhi. Na Mungu akubariki. Tutajifunza maneno ya Mungu, alafu tutaomba kwa pamoja, na kama wapo wenye mahitaji pia tutaomba kwa ajili yao, ili Bwana Mungu anayewakaribisha kwake aweze kuwapumzisha. Kwa hiyo kichwa cha somo letu, Bwana Yesu anawaokoa wapotevu. Bwana Yesu anawaokoa wapotevu. Bwana Yesu anaokoa wapotevu, ndio maana anaitwa Mwokozi. Anaitwa Mwokozi kwa sababu anaokoa. Anaitwa Mkombozi kwa sababu anawalipia wenye dhambi madeni yao. Anaitwa Mkombozi, anakomboa, anawalipia madeni yao, na pia anatwaa mizigo yetu, anatwaa tabu. Ndio kazi yake. Kazi yake kubwa ni kuwakomboa wapotevu. Na ukisoma katika maandiko unakuta inamsema Yesu kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia yote ni mali ya Mungu. Zaburi 24 mstari wa kwanza. Tanisaidia wasomaji. Ndio. Zaburi ile sura ya 24 mstari wa kwanza tunasema. Ndio. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Amina. Dunia na kila kitu kinachojaza ni mali ya Mungu wa mbinguni aliye hai. Na dunia tunawajibika kwake. Ndiye atakuwa mwenye wajibu wa mwisho wa kuwajibika, maana yake kutoa hesabu ya maisha ya kila mwenye. Kila mwenye atatoa hesabu kwa Mungu kwa sababu ni mali yake. Wanatusaidia sana. Kwa hiyo kazi ya Yesu imesema anaokoa wapotevu waliopotea. Ndio Yesu alikuja kuwaokoa waliopotea. Na mbinguni hamna wapotevu. Sema mbinguni hamna wapotevu. Vinginevyo ametusubiri tuokoke, lakini alikuja duniani kwa sababu ndiko kwenye wapotevu, ndipo wenye dhambi wakawa wanapatikana, ndipo wanadamu Mungu aliyopigia mji. Sasa Mungu kwa sababu tuwawekea makazi, tuwekea makazi yetu hapa, ndio dunia yetu ilipoharibika, Mungu akamtuma Yesu. Kabla ya kumtuma Yesu aliwatuma wengine, aliwatuma watangulizi duniani tangu mwanzo. Anawatuma watangulizi, yako mambo, yako maneno mengi yanasema. Kuna mfano mmoja anasema, Yesu akasema kuna mfalme alipangisha shamba lake, alafu akawaita wapangishaji shamba la mizabibu, na akaondoka yule bwana wake wa shamba ile. Alipoondoka akawaacha wapangaji pale. Anasema alipokaa akatuma watumwa wake kwa wale wapangaji ili apate mazao, apate malipo kutoka kwa wale wapangaji. Anasema wale wapangaji wakaua wale waliowatuma wale wao, wakawaua, wakawapiga. Akatuma wengine wakapigwa. Baada ya wale manabii na mtume walikuwa wanakuja wanapigwa. Anasema mwishoni akaona amtume mwana wake. Yesu akawa amtume mtoto wake, na akamheshimu kwa sababu mtoto wake. Lakini anasema wale wakisema huyo ndiye mrithi. Kwa hiyo sasa akimuua, nafikiri tutarudi sisi. Ni mfano katika Mathayo 15:21-33. Kwa hiyo sasa anawaambia unafikiri mwenye shamba baada ya kuua mtoto wake atawatenda nini hawa? Wakasema atawaangamiza. Na mstari mmoja anasema basi na ninyi jitahidini kuona kwamba ufalme hauondolewi kwenu na walio wa Israeli. Ufalme hauondolewi kwenu. Bwana tusaidia sana. Kwa hiyo Yesu kazi yake kubwa ni kuokoa wote, na kila kitu kilicho duniani na sisi wenyewe
mali ya Mungu na tutawajibika kwake. Hebu fungua Mathayo 25 kwamba tutawajibika kwa Mungu siku moja. Mathayo 31 mpaka 46. Mathayo Mtakatifu sura 25 mpaka 46. Hapo atakapokuja Mwana katika utukufu wake, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Mataifa yote watakusanyika mbele zake. Mataifa yote, sema mataifa yote, pamoja na dini zao watakusanyika mbele yako, wanawajibika kwake. Yaani hawawezi hivi kujadili pamoja na kwamba tuko huru, tunaweza kufanya chochote, lakini tunawajibika kwake. Kwa hiyo wanasema mataifa yote watakusanyika mbele yake. Wanasaidia sana wote, walimwengu wote watakusanyika kwake mbele za Mungu mwenye enzi, kwa sababu wanawajibika, watatoa hesabu. Kila mtu aliyepata nafasi ya kuishi duniani, kila mtu aliyepata fursa ya kuishi duniani, labda nyumba zilizoharibika hawatakuwa wamepona, lakini sisi sote tutasimama mbele za kiti chake cha enzi kutoa hesabu zetu, kila mmoja kwa kazi alitenda, aliyofanya. Zile siku alizopewa, kama ni miaka 70, kama ni miaka 100 aliyopewa, alitumiaje? Bwana msaidia sana. Alifanya nini katika hayo maisha ya kuishi duniani? Alishije? Alifanya kitu gani? Bwana msaidia sana. Endelea kidogo. Naye atakuwa kama vile mchungaji awawavyo kondoo na mbuzi. Ndiyo. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Ndiyo. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, mlithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumba ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndivyo wameanza. Inatosha kwa sababu wapendwa tunaelewa. Kwa hiyo moja, tunaona hapa Mungu anatenga watu katika mafungu mawili. Wanatengwa, wote ni mali yake, wote ni wake, lakini wanatengwa katika mafungu mawili. Wengine wanaitwa kondoo, wengine wanaitwa mbuzi, lakini ni wake wote. Wote ni mali yake, wote ameumba yeye mwenyewe, amewafanya, lakini anasema atawatenga. Maana yake watu wanajigawa katika mafungu mawili duniani. Wanatusaidia sasa, yaani wanapotembea katika ulimwengu wote ni watu wanaosikujua kondoo, lakini Baba Mungu mwenye enzi, itakapofika siku ya mwisho, hawa watu wanajigawa, yaani wanaendelea kuishi duniani, wanajikuta wengine ni mbuzi, wanajikuta wengine ni kondoo. Wanatusaidia sana, wanatusaidia sana. Na yamkini ungeweza kuuliza, wewe unataka kuwa mbuzi au nani? Pengine watu wangesema, lakini wote ni mali yake, wote ni watu wake. Hakuna mtu ambaye si wa Mungu, na anawapenda wote. Hakuna asiyependa Mungu. Yaani kitu cha kuelewa kwamba Mungu anatupenda dunia yote, anawapenda watu wa Mashariki ya Kati wanaokuana hao, anawapenda Waafrika, anapenda mataifa yote, hata akatufia na kutukomboa kwa damu yake. Lakini anasema katika nyakati wanadamu hawa wanajigawa katika mafungu mawili. Wanatusaidia sana. Wengine watakuwa mbuzi, wengine watakuwa kondoo. Wanatusaidia sana. Lakini ukitazama kwa umakini kabisa, unakuta pengine tunaweza kusema wako wana wa Mungu na wasio wana wa Mungu, lakini ukweli ni kwamba, kwa mfano, Yesu anapokuja duniani, anapokuja kuwakomboa duniani, anaongelea mambo mawili. Anaanza kusema, mimi nilitumwa kwa wana kondoo wa Israeli waliofanya
ule mfano unapotea. Sema baba mmoja kwa na watoto wawili, alafu yule wa kwanza kwa yule mdogo anasema Bwana nipe mali yangu nayo niangukia. Alafu akaenda akafanya mali, akafanya uovu kwa eneo, na mwisho alipozingatia moyoni mwake akampa baba yake. Anasema ni mwana lakini mpotevu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo na wao sehemu mbili, sema wao sehemu mbili, wako wana wapotevu, wako wana wanaosikiliza maazimio ya baba yao. Kwa hiyo anaitwa mwana mpotevu. Kwa hiyo sisi tunafanyikaje wana wa Mungu? Yohana 1:12. Tunafanyikaje wana wa Mungu? Soma Yohana 1:12. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12. Ndio. Bali wao wanaopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioamini jina lake. Kwa hiyo tunafanyika kwa mfano duniani, yaani mtu akitaka kufanyika mtoto wa Mungu basi apokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wake. Kwa mfano ndugu zetu waliomwamini Yesu hapa tayari ni wana wa Mungu, ni wa Kristo. Nikashangaa neno wa Kristo. Unajua maana ya wa Kristo? Nikatafakari Wanyakyusa, wanaposema Wanyakyusa ni watu gani? Wakinga ni watu gani? Wasafa ni watu gani? Wanatusaidia sana. Kwa hiyo wa Kristo ni jina kubwa. Wa Kristo ni watu ambao ni mali ya Kristo. Wanatusaidia sana. Wanafanana na Kristo. Mnanielewa? Mnanipata? Yesu anasema mtu ni Mkristo, maana yake ni mali ya Kristo, anafanana na Kristo, amenunuliwa na Kristo, ni mali ya Kristo. Ni sawa na kusema Wanyakyusa. Wanyakyusa ni wanakundi, wana mila zao, wana desturi zao, wana kawaida. Mtu akijisikiza kusema mimi ni Mwafilonge, kusema ugonile aelewe kinachoendelea kwa Mwafilonge gani, hujui hata ugonile. Bwana tusaidia sana. Kwa hiyo Wakristo ni jina kubwa, ni jina ambalo limetutenga kutoka kwa watu wengi duniani ambao kundi na watu sisi sote ni mali. Bwana tusaidia sana. Lakini tunafanyikaje Wakristo? Pale tunapoamua kumkiri Bwana kama Mwokozi wetu na kumpokea na kukubaliana na maneno yake, tunakuwa Wakristo, tunakuwa Wakristo. Ni sawa na Watanzania. Watanzania ni watu ambao wanaishi katika Jamhuri ya Muungano wa aidha walikuwa uraia au wamezaliwa huko, ni Watanzania. Huwezi kumwondolea Utanzania, huwezi kumtoa kwa sababu ni Mtanzania. Bwana tusaidie sana. Ambaye si Tanzania hawezi kawa Mtanzania labda mjue kweli. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapata kumbe Mungu watu wote ni wake, mali yake. Wadogo kwa wakubwa, watajiri kwa masikini, lakini wanajitenga katika mafungu mawili. Wanakuwa mbuzi, wengine wanakuwa kondoo. Ili wawe kondoo, ili wawe wa Kristo, wawe mali ya Kristo, basi wanampokea Yesu, wanakubali kuongozwa na Yesu, wanamwamini Yesu Kristo aliye hai na kumpokea katika maisha yao. Wanaita mali ya Kristo kama tulivyo hapa. Wanaitwa wateule wa Kristo. Mungu walioitwa na Kristo ni mali yake, wanafanana na Kristo, wanasema kama Kristo, kama mwalimu wetu wa sana alivyokuwa anasema. Kwamba wakasema hata Petro kusema kwako kunafanana na Yesu, huwezi kujificha kwa sababu wewe kwanza ni Galilaya, alafu hata kusema kunafanana na Kristo aliye hai. Bwana tusaidia sana. Kwa hiyo mtu wako na Mungu. Kwa hiyo tunaona hapo hawa wanafanyika wa Kristo. Bwana tusaidia sana. Kwa hiyo kumbe basi katika hata kanisa hawa wanaitwa Kristo wanaweza kuwepo wana wapotevu.
15 mpaka 16. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 15. Hapa Paulo anaitwa yaani kabla ya Matendo tusome Mathayo 10. Ndio nielewe vizuri. Tusome Mathayo 10 kuanzia mstari wa 1. Mathayo 10 kuanzia mstari wa 1 Biblia inasema. Ndio. Akawaita wanafunzi wake 12. Ndio. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Ndio. Watoe na kupoza wagonjwa wote na udhaifu wa kila aina. Ndio. Na majina ya hao mitume 12 ni haya. Ndio. Wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye Yakobo. Ndio. Wa Zebedayo, na Yohana nduguye, Filipo na Bartholomayo, Tomaso na Mathayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Thadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskarioti, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hawa thenashara Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende. Kumbe Mungu tena anawatenga watu. Sio Mungu anawatenga, lakini anatenga watu. Wako watu wa mataifa, wako wana Israeli, wanatusaidia sana. Kwa hiyo anawaagiza hao wanafunzi wake, anasema katika njia ya mataifa msiende. Kumbe walikuwa mataifa, lakini ni mali ya Mungu. Wanatusaidia sana. Ni mali yake Mungu aliye hai. Ni watu wake Mungu aliye hai. Ni watu wake Mungu aliowaumba kwa mfano wake, weusi, wa kijani, wa njano, wote ni wake. Lakini anawaagiza wanafunzi wake, anasema nikusaidie kusoma, wengine watachoka. Anasema hawa thenashara Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende. Maana yake walikuwepo watu wanaitwa mataifa ambao hawakuwa uzao wa Ibrahimu. Wanatusaidia sana. Walikuwa na miungu yao, walikuwa na ibada zao, walikuwa na taratibu zao, lakini katika hao Mungu akajichagulia Ibrahimu ambaye yeye kutoka kwake akawazaa wana wa ufalme. Siku zingine anaita wana wa ufalme. Anasema wana wa ufalme watatupwa mbali na watu watatoka magharibi na mashariki kuketi na Ibrahimu katika ufalme wake. Maana yake ni kwamba hawa aliwatenga, akawaweka wakfu, akafanya agano nao, wakachukua maagano katika miili yao, akamwambia utawatahiri hawa watu ili agano langu liwe miongoni mwao. Wale walikuwa ni watoto wa Abrahamu, watoto wa rafiki yake, watoto wa agano. Bwana tusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini walipotea. Kwa hiyo anasema kwamba akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa wale waliowaondoa mbele zao wasiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria. Bwana tusaidia sasa. Wasamaria kimsingi walikuwa ni mchanganyiko wa Waisraeli, lakini walikuwa hawachangamani na Wayahudi. Soma Yohana 4. Walikuwa hawachangamani, hawakai pamoja, hawalii pamoja. Kwa nini? Kwa sababu hawa wengine wana Mungu Baba yao aliye hai, wanamwabudu, wanamcha, lakini hawa Wasamaria pamoja na Mungu walikuwa wanaamini Torati peke yake. Hawakuamini Zaburi wala manabii, hawakuamini hawa Wasamaria, lakini walikuwa ni wana wa Yakobo. Na yule Msamaria anasema, baba yetu alituchimbia kisima hiki ili kwamba tuteke maji. Je, wewe Yesu ni mkuu kuliko baba yetu aliyeteka maji hapa? Akaeleza. Kwa hiyo anasema wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Sikiliza mstari wa 9. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo, sema kondoo, waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo wale walikuwa ni kondoo wana Mungu, lakini wamemwacha Mungu, kama vile walikuwa naomba kwamba ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo hawa ni wana, sio mataifa, ni wana, sio Wasamaria, lakini ni wana, ila wao waliopotea. Kwa hiyo wakati Yesu anakuja kwa mara ya kwanza, unamkumbuka yule mama Kananayo ambaye mtoto wake alikuwa mgonjwa. Bwana tusaidia sana. Alafu anakuja kwa Yesu anasema, Bwana Yesu,
umponye mwanangu, ni mgonjwa anaanguka, wala msikilizi. Wanafunzi wakisema huyu mama anatokea, msaidie huyu. Yesu asikilize. Baadaye akasema mimi sikutumwa, wala tusaidia sana, ila makondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Kwa hiyo mwanzo Yesu anapokuja anaanza na watoto wake, kuwarejesha watoto wake, kuwarejesha hawa waliopotea. Maana kwanza Mungu katika mpango wake anaanza na mtu. Kwa hiyo anawarejesha hawa ili wamerejee Mungu. Kwa hiyo kumbe walikuwepo wana wa Mungu wa Israeli, lakini walikuwepo watu wa mataifa, ambapo ndiko tunakotokea. Bwana tusaidie sana. Ambapo ndiko tunakotokea, ndivyo tulivyokuwa. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasoma sasa Matendo ya Mitume. Ule nilipokuwa nasema soma Matendo ya Mitume 9:15. Ndio. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Ndio. Alichukue jina langu mbele ya mataifa. Alichukue jina langu. Sema, alichukue jina langu mbele ya mataifa. Ni wito wa Petro, wa Paulo, wito wa Sauli. Anasema huyu, anamwambia yule aliyemtuma mwombee Sauli kwamba huyu Sauli ni kweli alikuwa muuaji, ni kweli ni mwana wa Israeli, ni kweli, lakini nimemteua kwa kusudi moja, alipeleke jina langu mbele ya mataifa. Bwana tusaidie sasa. Endelea kusoma tena. Na wafalme na wana wa Israeli alipeleke jina langu. Siku nyingine Paulo anaongea na Petro, anasema kama Petro aliyotuma kwa waliotahiriwa, Bwana tusaidie sana, ndivyo nilivyotuma kwa wasiotahiriwa. Petro alituma kwa waliotahiriwa, kwa wana wa Israeli, lakini mimi nalitumwa kwa wana wa mataifa. Bwana tusaidie sana, ili nililete jina la Yesu mbele zake. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo kumbe unaona wapotevu, pamoja na kwamba walikuwa wana wa Israeli, lakini walikuwa wapotevu, yaani wamepotea, lakini ni wana, ila watapotea. Ni wana, hawakusimama na Mungu katika sheria zao. Ni wana, lakini wamepungukiwa, hawakufanya kama vile Mungu alivyotenda. Wamepotea. Walimhitaji Yesu awarejeshe, walimhitaji Yesu awarudishe kwa Bwana wao. Bwana tusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wa mataifa ambao ndio sisi sasa tuliookolewa kwa neema, mnaita kwamba tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema, yaani kwamba Yesu akatujia nasi. Mnamkumbuka yule mwanamke akasema, Bwana, hata mbwa, akasema siwezi kuwapa mbwa chakula cha watoto. Unakumbuka maandiko hayo? Siwezi, Yesu anasema siwezi kuwapa mbwa chakula cha watoto. Lakini yule mwanamke anasema ni kweli, hata mbwa wanakula makombo chini ya meza ya bwana yake, wanakula makombo. Kisha Yesu akasema, mama, mpate haja yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kazi ya Yesu ni kweli kuokoa wapotevu, ni kuokoa wapotevu. Yaani hamu ya Yesu na shughuli yake ni kuokoa wapotevu wote, wawe ni wa mataifa kama sisi, anaokoa. Wawe ni Wakristo waliorejea nyuma, anaokoa. Wawe ni Waisraeli waliokuwa wana kondoo, anaokoa. Hebu soma Yohana 10 kuanzia wapi? Yohana Mtakatifu sura ya 10 kuanzia mstari wa 10. Ndio. Anasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Ndio.
Ninao kondoo wengine hawako kwenye zizi hili la Ibrahimu, hawako kwenye zizi hili la Waisraeli, lakini nao imenipasa kuwaleta, imenipasa kuwakomboa, imenipasa kuwaokoa, nami nitawaleta na watakuwa na mchungaji mmoja. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Na unafikiri kwa watumishi wa Mungu wa Injilisti watakuja hapa tarehe 19 kutoa semina, wanaeleza kwamba unajua kipindi cha neema kitapita. Mnaelewa, mtafahamu kwamba hii neema tunayoshangilia sisi itatoweka, haitakuwepo tena. Bwana tusaidie sana. Mna habari kwamba wakati Yesu anakuja atawaambia watu wake wa Israeli, wale waliokataa, si wote waliomkataa Yesu, maana wanafunzi wote walikuwa Wayahudi na wengi walikuwa, lakini ukuhani ulimkataa kama mfalme, walimkataa kama Bwana, lakini watu waliokoka wakamwamini kama Mwokozi, wakamkiri kama Bwana wa maisha yao. Lakini siku za mwisho Biblia inasema Bwana atawarejesha, watarejea na kukiri ya kwamba hakika tuliyemwagika ndiye Bwana wetu tuliyemkataa, ndiye Mwokozi wetu aliye hai, ndiye mfalme wetu kwa hakika. Hata kama tulimwangika kama Petro anavyosema, mlimwangika yule mkuu wa uzima mkamtaka Baraba, ndiyo kwa jina hilo huyu mgonjwa anatembea katika jina lake. Wakasema Bwana tufanyeje? Sema tubuni, mkabatizwe, mkajazwe na Roho Mtakatifu ili ije tumaini na amani katika maisha yenu. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi ya Yesu au neno la Mungu linapokuja kwa waamini, linapotafuta waamini waliorejea nyuma waweze kurejea kwa Mungu aliye hai, lakini linawatafuta wasiookoka waokolewe, kufahamu Yesu, wampokee kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Linawatafuta waaminifu sana, wateule, kama Ufunuo 22 inavyosema, mtakatifu na azidi kufanya kujitakasa. Kwa hiyo neno la Mungu kama Bwana, neno la Mungu kama watu, hawezi kukosa mtu, hawezi mtu akasema mimi hapana. Yani linawafaa wote, maana Biblia ikasema neno la Mungu la kuwaadibisha watu, kuwafundisha ili watu wawe watu bora. Kwa hiyo neno la Mungu kumbe linapokuja linawatafuta wakosefu, linawatafuta mataifa wasiomjua Mungu kabisa, ambao walikuwa na miungu yao, walikuwa na ibada zao, ili wamche kwa Mungu aliye hai, waokolewe. Ndiyo kazi ya Yesu Kristo aliyojia ulimwenguni. Kwa hiyo unasoma katika maandiko, unakuta Yesu anahangaika na wenye dhambi, anahangaika na wasiomjua Mungu, anawatembelea wasiomfahamu ili wamuelewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ili wamrudie Mungu, ili waje kwa Yesu Kristo ambaye anasema kwamba nimekuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo kazi ya Yesu Kristo hapa duniani ni kuwaokoa wapotevu, ni kuwavuta wapotevu wana zote, wamjie kama Bwana, wamjie mkombozi kama Bwana. Hakuna aliyetengwa, hakuna aliyetupwa, hakuna ambaye hana nafasi kuja kwa Yesu. Hayupo hata mmoja. Hata wana wa Israeli waliopotea, Yesu aliwatuma wanafunzi wake wawahubiri ili washike kile ambacho waliahidiwa na Mungu. Anawarejesha, anawarudisha kwake, anawaleta zizini kwake. Anasema ili pawe na mchungaji mmoja, pawe na mkombozi mmoja, na watu wa mataifa nao wana Mungu hakuwaacha. Anasema wako kondoo wengine ambao wako nje, si wa Kristo, wana dini zao, wana miungu yao, wana ibada zao, wana taratibu zao, wana mila zao, lakini Yesu Mnazareti anakuja kuwaokoa, anakuja kuwageuza. Kwa hiyo hayupo mtu ambaye Yesu Kristo amemwacha nje ya mpango
kwamba ni sawa, lakini asante kwa Yesu ambaye kazi yake ni kuwaokoa wapotevu. Kazi ya Yesu ni kuokoa wapotevu walio ndani ya kanisa, ambao ni Wakristo, ni wana wa Mungu. Awalete kwake ili wamwabudu katika roho na kweli. Yaani Mungu asiyewabagua, asiyewatenga, lakini anataka wamwabudu. Awarejeshe, awafundishe njia ya Mungu iliyo sahihi. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atawatenga watu wake, wengine waokozi, wengine waokozi na kadhalika, lakini ni kwamba ni baada ya kuwapa nafasi, baada ya kutupa fursa, baada ya kutupa chansi ya kusikia neno lake na kufanya maamuzi. Nikakutana na mtu mmoja Jumapili iliyopita, natembea, nina hapa kwamba nikutane na mtu mmoja, nikakutana karibu na daraja pale, nikamwambia ndugu pendwa, umesali wapi? Akasema mimi sijasali popote. Nikasema kwa nini hujasali popote? Nikasema nimesikia sana. Nikasema umenisikia kwa usahihi? Maana unasikia habari za Yesu usisikie kwa usahihi. Nikasema umenisikia kwa usahihi. Anafika mahali kaamua kabisa kwamba mimi nimemsikia Yesu yuko hivi na hivi, lakini nimemkataa. Umenielewa? Ninajua lakini nimemkataa Yesu. Namkataa, lakini ana habari zake zote vizuri, ameelekezwa vizuri na wachungaji, ameelekezwa vizuri na wainjilisti, ameelekezwa vizuri kwamba Yesu anamtaka, lakini anasema nimemkataa. Nikasema tena, umejisikia kwa usahihi kabisa? Akanyamaza kidogo. Nikamwambia nikusimulie kidogo. Nikamsimulia kazi ya Yesu aliyokuja duniani, kwamba amekuja kuwaokoa wenye dhambi, yaani dhambi wanazo. Sasa msaada unapatikana kwa Yesu. Yesu peke yake ndio mwenye mamlaka ya kusamehe na kuziondoa dhambi, hata kama mtu anazo ziko nyingi. Na katika kwa Yesu anasema nitwishe mzigo. Yesu anachukua, anamsaidia mtu. Kwa hiyo nikamwelekeza kwa usahihi kazi ya Yesu ya msalabani na upendo wake. Na ni kama tunajua, kama mtu akamwamini Yesu, sio kwamba atahukumiwa, amekwisha kufanyaje? Sio kwamba Mungu atakuwa na hukumu, hapana. Yaani yeyote ambaye hajamwamini Yesu, tayari hukumu imeshapita, amekwisha kuhukumiwa. Sio kwamba atahukumiwa, amekwisha kuhukumiwa kwa sababu amemkataa Mwokozi anayeitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Abraham amemkataa. Nikamsimulia yeye, nikamweleza rafiki yule mzuri anakaa karibu na mnadidu. Nisema kuna kapu kule chini, unafahamu mwenyekiti wetu wa mtaa? Nafahamu. Nisema basi ni mshirika wa mtaa. Mwisho akasema naona kweli kwa sijasikia sawa sawa. Nisema unataka sasa kumwamini Yesu na Mwokozi? Anasema ninataka. Nikaanza hapa barabarani pale hapa. Kwa nini ukisimama hapa watu si wanapita huko, unamtumisha mtu, sema Bwana Yesu. Kwa hiyo nikamuongoza sala ya toba pale. Baba Yesu anamtaka, Yesu anamhitaji, Yesu anamkatia tamaa, Yesu anampenda au mataifa au watoto wa Ibrahimu kama Wayahudi hao wadogo hapa, hata kama Bwana anawataka, ana kiu nao kuliko unavyofikiria, ana haja nao hao wa Mashariki ya Kati,
wanamjua Mungu aliye hai, wanamwelewa Mungu wa Abrahamu, wanamwelewa. Wanatusaidia sana. Wanapoabudu hawabahatishi, wanapoabudu hawapigi kamari, wanapoabudu wanajua wanachokiabudu, wanaelewa wanachoabudu, wanaelewa wanachoamini, wanaelewa wanayoshika kama mwana wa wokovu kwa maisha yao, wanamjua, wanafahamu fika kwamba ni Bwana aliye hai, wanamjua. Lakini wale wakuu wakamkataa, makuhani wakamkataa Mwokozi. Lakini wako Wayahudi wengi wamekataa kama taifa, sio kama mtu binafsi. Kama taifa hawakukubali, kama walimkubali Musa, kama walimkubali Yoshua. Na Musa anawaambia Bwana atawainulia nabii mwingine mfano wangu kama nyinyi, atawaokoa na dhambi zenu, atawaokoa huyo ajaye. Lakini alipokuja hawakumtambua, hawakumpokea, kwa hiyo wakashindwa kupata ile ahadi ya Mungu mwenye enzi aliyokuwa amekusudia katika maisha yao. Lakini Yesu kazi yake ni kuokoa wapotevu wa mataifa, wapotevu anaokoa, Wakristo waliorejea nyuma anawarudisha na kuwarejesha, wakaina wote. Ana neno kwa kila mwanadamu anaishi chini ya mbingu. Bwana Yesu ana neno naye, Bwana Yesu ana cha kusema na yeye, ana kitu cha kusema. Ndio maana siku nyingine Yesu anasema, mimi sikuja kwa ajili ya wenye haki, nimekuja kwa ajili ya watu gani? Nimekuja kwa ajili ya watu gani? Wenye dhambi. Kama duniani ndio wenye haki, Yesu asingekuja kufanya nini? Asingekuja. Kwa hiyo kazi ni kuokoa wapotevu walio katika nyumba ya Israeli, wapotevu wao. Kwa hiyo kazi yake awarejeshe mwana. Ni mwana mpotevu, lakini ni mwana, ni mwana ila ni mpotevu. Bwana tusaidia sana. Kwa hiyo anarejeshwa, lakini wengine si wana wa mataifa, sio wana ila wanafanyika wana wakimkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha, wanakuwa wana wa Mungu, wanakuwa wana wa Mungu, kwa sababu ya Yohana 1:12 wote walipokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu laweza kuja kwa wana wa Mungu, neno la Mungu laweza kuja kwa wana wa Mungu waliorejea nyuma, ili Bwana awarejeshe, Bwana awalete kwenye zizi lake, ili pawe na mchungaji mmoja anayetoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, maana kondoo wake kwa thamani. Bwana tusaidia sana. Kondoo wake ni wa thamani sana. Kondoo wake ni wa thamani sana. Jumapili nikakwambia Yesu atakupenda wewe mwenyewe. Ukikaa huko ulipokaa, Yesu anakupenda wewe. Na unapogeuza macho na kusema Yesu anakupenda, unamgeuzia labda kwenda nampenda mwalimu ambaye, hapana, ni wewe unayeitwa kichwa. Wewe ndio Yesu anakupenda wewe. Bwana tusaidie sana. Amen. Soma Yohana 4. Bwana Yesu anavyohangaika kuwaokoa wote, anavyohangaika. Tuanzie labda ule mstari wa 4. Anavyohangaika, yaani anavyopata tabu ili awalete watu nyumbani kwa Baba yake, yaani anapata shida. Bwana tusaidie sana. Yohana 4. Yohana Mtakatifu sura 4 kuanzia mstari wa 4, Biblia inasema, ndio, naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Hana budi, analazimika kupita katikati ya Samaria. Hana budi, ni lazima apite katikati ya Samaria, pamoja na kwamba hawachangamani na Wayahudi, pamoja na kwamba hawawasali moja na Wayahudi, lakini Yesu akalazimika, akashurutika kupita katikati ya Samaria, mji wa waovu. Bwana tusaidia sana. Mji wa waovu, mji wa watu waliorudi nyuma,
Ndio Yakobo, unafahamu Yakobo ndio yule mwenye watoto 10 na ngapi? Ambaye Yuda ni mmoja wa watoto wake. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake. Amechoka Yesu. Akaketi hivi. Sema, fikiria kidogo hapo. Yesu amefanyaje? Yesu amechoka. Anachokea nini Bwana wangu? Ameacha ufalme. Ameacha enzi. Ameacha kuabudiwa. Ameacha kufundwa. Anatembea kwenye vumbi. Anatafuta wapotevu. Amechoka Bwana wangu. Amechoka Jehova. Amechoka. Akasema, kwa nini unachoka Yesu? Maana kazi kubwa ambazo ungeweza kuumba watu wengine, ungeweza kujitengenezea katika kuabudu, lakini hivi nikasema kawa hana budi. Akakaa akiwa amechoka. Kumbe kwa mwanadamu halisi amefanya kama wewe. Bwana tusaidia sana. Bwana tusaidia sana. Akaketi hivi kisimani. Nao ilikuwa yapata saa 6. Ndio. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Ndio. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa maana wanafunzi wake walikwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Anashangaa uhusiano huu umekujaje? Urafiki huu unaotafuta ni wa namna gani? Unamtafutia nini ewe Myahudi? Bwana tusaidia sana. Hatuna shirika na wewe. Ni kama watu wengine tunaoona huko nje. Ukimuuliza wewe ni Pentekoste, akisema sio Pentekoste, basi endelea sana. Bwana tusaidia sana. Lakini yule mwanamke anashangaa, unamtafutia nini? Unamisa gani? Unataka kitu gani kwao? Nini mwanamke Msamaria? Kwa sababu changamani ni kama mshida. Bwana tusaidia sana. Endelea. Nami ni mwanamke Msamaria. Nami ni mwanamke Msamaria. Fadhali ingekuwa mwanaume. Hivi watu wakichukuta hapa na wewe Myahudi, wacha tuende wapi? Wazee wa kanisa wangewatenga. Kwa mfano, kama Yesu, kama wale wanafunzi wangekuwa wazee wa kanisa, wanamtenga Yesu kama tumemkuta Yesu katika mazingira ya kutatanisha na wanamtenga na wanamtenga kweli. Wanatusaidia sana. Lakini Yesu analazimika, anatafuta roho, tena roho iliyo mbali. Maana kule tukataza kufikiri kwa sababu ya kusiende aliwachaje wanafunzi. Nafikiri Yesu alikuwa anafahamu tu. Kwa nini wanawatua wanafunzi wake kwa Wayahudi wenzao? Kwa sababu ilikuwa ni rahisi kuwashughulikia. Bwana tusaidia sana. Watu wanajua, mnaelewa? Yaani hawala mfano wa Mungu asikuwa mbali. Ni rahisi kufundisha mtu anayeelewa kidogo kuliko Mungu kabisa. Kuliko kama mimi hata wakati ninaokoka nasema, dini tunashaka dini hiyo ikoje? Maana tuko wapagani typical. Wapagani hatuelewi kichoo ndani ya kanisa. Kama naona wameweka ongeza kwa nyumba yao, wameweka ongeza. Kweli kinachoendelea ndani. Sasa huyu wasitopeleka wanafunzi wapate wafundishaji wa shida miungu na huyu miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana alikuwa na watuma ni kama ambavyo ni rahisi. Ni kama mjambe unaabudu wapi? Maana akisema kama ni rahisi kusema naye unapozungumza naye habari za Yesu. Lakini Mungu mmoja alienda kwa ubiri wa Masai, akahubiri akasimulia habari za Yesu. Wakasema tuuzie Yesu hiyo. Yesu hiyo inaweza shida. Hebu leta Yesu hiyo hapa. Hiyo Yesu inaonekana ni nzuri sana. Ilete hapa. Mungu, lakini Kristo kumwambia Yesu anaelewa. Lakini ukimwambia hajasikia Yesu,
inafananaje? Inalinganaje? Naweza kuipata Yesu leo? Ndio maana msiingie kwa Samaria, msiingie kwa mataifa, maana wana ibada zao, wana miungu yao, wana taratibu zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu hata kwa Samaria msiende. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Endelea. Maana Wayahudi hawachangamani na Samaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa ukanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Tarudia. Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Soma 21. Amina. Mstari wa 21 Biblia inasema, Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Amina. Kwa hiyo huyu mama alikuwa na dini yake, kwa ibada yake, lakini Yesu anamuona amepotea. Yesu anamuona anamhitaji. Yesu anahitaji maji ya uzima, pamoja na kwamba naye ni mtoto wa Yakobo, naye ni mmoja, lakini tofauti kwamba ibada yao wanashika Torati, lakini mambo mengine wanakataa. Lakini wana ibada za Mungu pia, ila ni watoto wa Ibrahimu, wametokana huko. Yesu anamwambia, laiti mama ungelijua yule unayeongea naye, ungelimuomba maji ya uzima, angekupa maji yaliyo hai ili usione kiu tena. Kwa hiyo mama pamoja na kuabudu, lakini alikuwa hamjui Jehova, hafahamu Yesu ni nani, hafahamu Mungu ni nani katika maisha yake. Lakini naye anasema tunaelewa ya kwamba atakuja Masihi. Ukisoma huko juu sema yeye atakapokuja atatuambia mambo yote. Anasema unayeongea naye ndimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho wa habari, unaona yule Msamaria anaondoka, anaenda kuwatangazia Wasamaria wenzake, anasema njoo muone mtu aliyeniambia habari zangu zote, yakini ni Masihi. Maana walikuwa wanamtarajia Masihi. Unajua hata sote tunamtarajia kuja Yesu, lakini umejiandaa kwa kuja Yesu? Uko vizuri kwamba Yesu akija atachukua? Uko